Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Profesa Kashaga. Naam, Dr. Mwalimu Juma Bivunde. Hamza Majombo hapo official Zungu. Tutatoa audio mahususi kwa ajili ya nguvu za kiume complete mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tutakwenda kabisa moja kwa moja kugawanya magrupu ya Jembe Mix kuanzia group A, group C mpaka group D na mwisho wa kugawanya magrupu tutafanya uchambuzi wa kina kirefu kabisa ambao na imani utasaidia taifa zima kiujumla. Kwa wote atasikiliza hii sauti itabaki kwenye kudumu milele ya baadaye. Kwa hiyo kwa kifupi, kabla tujaenda kutaja magrupu tu, tutoe definition moja. Hamza Majombo, upungufu wa nguvu za kiume ni nini? Upungufu wa nguvu za kiume bwana, ndio kwa kifupi na kwa haraka zaidi. Kwa kifupi, yani nikisema nifupishe na kwa haraka zaidi, upungufu wa nguvu za kiume sawa ni kutoweza sawa kufanya shughuli za kiume. Ndio maana yake shughuli za kiume ndio zile zote zinazohusiana mpaka kufikia tendo la ndoa. Ndio kuzifanya kwa ujumla. Ndio tunatafsiri hivyo kiufupi yani. Mimi unataka kunichanganya hapa ndio kusema mtu anashindwa kulima naye ana upungufu nguvu za kiume. Anashindwa kulisha gari ya manyu na upungufu nguvu za kiume. Shughuli zote kuelekea tendo la ndoa. Ndio malize. Mwalimu Juma, upungufu nguvu za kiume. Na mimi nashukuru sana bwana. Kidogo nitetemeka kutokana na maelezo ya Dr. Hamza Majombo official. Dr. Mzungu official holistic na herbalistic. Kwa ni jambo zuri sana. Na tumefurahi kupata huo ufafanuzi kiuharaka ambao ni mzuri, unaweza kueleweka. Bwana, tukija katika swala zima la upungufu wa nguvu za kiume, ili ni tatizo ambalo limakumba watu wengi, lakini kwa definition zaidi ndio ni kitu ambacho kinaweza kumpelekea mwanaume au kitendo kinachoweza kumpelekea mwanaume kutokuweza kushiriki tendo la ndoa ipasavyo, ima kwa kumridhisha mwanamke na yeye mwenyewe kutokuweza kukidhi haja zake. Ndio shughuli yenyewe. Kwa mimi definition yangu itakuwa tu ni mwanaume kushindwa kumfikisha mwanamke kileleni. Basi inatosha kuwa unapungufa nguvu za kiume. Yaani ukishindwa kumfikisha mwanamke kileleni unatosha kusema hata mume wako unasimama masaa 10. Yaani nguvu za kiume huna. Hauna kabisa. Sababu nguvu za kiume huwezi kulimia. Hauwezi kulimia. Tuende katika magrupu. Kuna magrupu tumegawanya hapa, grupu A mpaka grupu D. Kutokana na grupu iliyokuepo ndo grupu itahusiana na matibabu iliyokuepo na siku za matibabu utazozitumia. Tunaanza grupu A. Grupu A tunawalenga wateja wote wenye tatizo chini ya miezi 6. Ni sahihi kabisa. Tatizo limezuka tu chini ya miezi 6, tunasema tatizo ni normal, yani kawaida tu. Hauna sababu yoyote, wewe unashangaa imekuaje? Hiyo ni sababu namba moja. Sababu namba 2 inatokana na lifestyle, vyakula, ulaji wa vyakula. Haya yote tutaenda kwa speed, lakini mwishoni tutakuja kurudia kuyachambua. Sababu namba 3 ongezeko la uzito. Sababu namba 4 msongo wa mawazo. Sababu namba 5 ulevi. Sababu namba 6 sigara. Sababu namba 7 ni hormone imbalance. Sababu namba 8 madawa ya kulevya. Sababu namba 9 ni caffeine na nicotine. Sababu namba 10 ni ukosefu wa elimu, ujinga, jahili. Sababu namba 11 ni umri kwenda. Sababu namba 12 ni physical exercise, muscular muscles, unaelewa sio? Sababu namba 13 uoga, fear, ndio? Mtu unaogopa. Kwa hiyo kama utakuwa na sababu hizi tulizotaja katika hizo sababu zinaonyesha wewe na kitambi hapo. Kitambi nimetia kuna uzito, sababu uzito bila kitambi sometimes haviwezi kuendana. Lazima uzito ndani na kitambi. Kwa sababu kama utakuwa na sababu hizi tulizotaja hapo, moja wapo, sio zama zote ndio nasema mimi sio sipo group hizi. Kama utakuwa na sababu moja wapo katika hizi ndio zimepelekea kuwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, utakuwa ni group A. Na kama utakuwa ni group A, matibabu yako yatakuwa ni siku 7 plus. Yaani matokeo utapata ndani ya siku 7 na kuendelea, siku 7 plus. Na gharama ya matibabu yatakosa 1,120,000 ya Tanzania. Kwa hiyo ya group A. Na tunakuja group B. Group B tutakuwa tunawazungumzia wateja wote waliofanya mapenzi ya kutumia mkono, punyeto, bao la ushindi, bao la mkono. Ndio. Au kwa maana nyingine kitendo cha kujitoa manii bila kumtumia mwanamke. Sababu unajua punyeto sasa lazima utumie mkono. Ndio mkono kaota pia. Kuna wengine sasa ni makosa, wengine wanatumia papai. Papai wanalichonga vizuri kabisa. Wanaweza kulifanyia shughuli, haya ni makosa. Au kama una matatizo ya masturbation, yani umefanya kwa muda mrefu au muda mfupi, athari zimekutokea. Kwa hiyo matibabu yako yatakuwa ni group B. Pia kama uko ni porno addiction, hauwezi kuwa group A, abadan. Angalia XX muda wote. Porno addiction inaitwa. Lakini mwalimu hapa pia kwa kuongezea kuna midoli pia imeletwa sasa hivi kwa wanaume wamalize haja zao. Nilisikia taarifa kuna midoli ya kike iko vizuri na mpaka uke una fluid
Kwa ile jombo kwa wote kutongoza mzunguko kwa upendo, uchukue mwanamke unamlaza pale mdoli sasa mdoli unamkunguta. Unafanya vizuri kabisa. Hiyo pia ni punyeto. Ni hali ya punyeto hiyo. Hiyo ni hali ya punyeto. Kwa group B tunazungumzia wateja wote wenye waasilika waanga wa masturbation na watu wa porno addiction. Na kusema porno addiction watazama picha za uchi wote hao wanakuwa ni group B. Kwa hiyo matibabu yao yatawakosti kwa muda wa siku 14 plus, siku 14 plus watalazimika kulipia gharama shilingi 1,50,000 ya Tanzania. Yaani 50,000 zinakuwa 3. Matibabu ndani ya siku 14. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atakuwa wenye kurejesha hiyo asali walizoasilika na masturbation. Lakini mwishoni tutakuja kuzitaja masturbation zina asali gani na zina madhara gani kwa mwanadamu. Tuambie hapo kwamba hizo dawa tunazozitaja sio dawa moja. Wakafikiria baba atapewa dawa akajua moja tu hapa dawa 4 5 mwishoni tutawapa uchanganuzi na tutawapa hadi matumizi ya dawa kwa ambao utasikiza mpaka mwisho utakuwa umekunufaika. Tunaenda group C sasa. Group C tunazungumzia wateja wote waliowasilika na tatizo la nguvu za kiume kutokana na kutumia madawa ya kizungu. Yaani yale madawa yote kutumia nguvu za kizungu kuanzia Viagra, Vega, Enjoy, Spray, Enjoy na dawa zingine za kizungu, Omega, Electro. Kama dawa yoyote sio za kizungu tuseme. Sababu kusema kizungu unaweza kutumia dawa za Kichina. Ndio hapo. Hizo zote zikawa dawa. Kwa fupi, sio booster. Sio kauli sahihi. Mteja yeyote aliyotumia dawa kuongeza nguvu za kiume sio ya asili. Ndio. Ndio nataka kuambia booster sio ya asili. Kwa kaathirika tayari. Kama unajijua umetumia dawa ya kuongeza nguvu za kiume ambayo si ya asili, iwe ya Kichina, iwe ya Kijerumani, ya wapi sio ya asili. Kwa muda ulikuwa unatumia kama booster. Wewe utaingia group C na gharama yako ya matibabu itakuwa ni 200,000 ya Kitanzania, 100,000 zinakuwa 2 na itakuwa ni matibabu kuanzia siku 21 plus. Kwa matokeo ndani ya siku 21 au zaidi ya siku 21. Tukapata dawa hata 10 na kwenda. Ukapata matibabu mazuri. Na tunakuja sasa group D. Group D hapo tunazungumzia wateja wetu mafaza, tunaita mara nyingi kwa ni mafaza. Walipata matatizo ya upungufu wa nguvu za kiume kutokana na magonjwa. Yale magonjwa nyemelezi au magonjwa gani mnaitaga nyinyi daktari? Bwana haya sio magonjwa nyemelezi. Magonjwa nini? Yote tu ya kurisi, ya nini. Mimi nasema tunasema ya muda mrefu. Magonjwa ya muda mrefu. Au tutumie magonjwa ya kifaza. Ya kifaza tu. Kwa sababu kama magonjwa ya kisukari, pressure, shinikizo la damu, moyo, bodi gani mwingine kifaza? Na vidonda vya tumbo sugu. Sasa vidonda vya tumbo hivi sitakuita vigonjwa vya kifaza, sio vya kifaza hivi. Ya kwetu hata sisi. Watu wa kawaida. Lakini vidonda vya tumbo yani mtu kwa kuvitazama unaweza kuchukulia ni vile kama kawaida hivi. Lakini ni very complicated. Kwa watu ni hawa group D mara nyingi matibabu yao watachukua muda kidogo kwa sababu itakuwa ni very clinic. Watakuwa wanaenda kwa stage na watafanya kwa stage 3. Stage namba 1, stage namba 2 mpaka stage namba 3 kutokana na sababu iliyopelekea kwa upungufu wa nguvu za kiume atapata matibabu iko kitu kilichopelekea kwanza. Mfano kama mgonjwa anasumbuliwa na pressure, kwa tutaanza kulikava kwanza pressure kabla ya nguvu za kiume. Kwa atakuwa na stage 1, stage 2 na stage 3. Kwa hivyo basi kila stage atalazimika kulipia 200,000 ya Tanzania. Kwa stage 1 200,000, stage 2 200,000 na stage 3 200,000. Kwa hatuna imani kama mtu anaweza kufika stage zote tatu. Hii inaweza kupona na stage ya kwanza, hii inaweza kupona stage ya pili na kupona stage ya 3. Alafu na pia hizo stage zinatofautiana kutokana na uzito wa tatizo. Kama tulivyosema kuna vidonda vya tumbo, kuna moyo, kuna shinikizo la damu, kuna uzinzi. Ngoja tumesahau kubadilisha uzinzi. Uzinzi tunazungumzia nini hapo ni? Kaswende na gono. Kwa hiyo mtu ana kisukari. Alafu kisukari kinatofautiana. Kwa maana kuna type 1 na type 2. Alafu mtu anaweza kutumia injection au anatumia nini? Au anatumia vidonge. Au yeye kisukari chake anabaki kutumia chakula. Kwa hiyo wote lazima hawezi kuwa na group 1, group 2 mpaka group 6. Mnatofautiana kutokana na hali uliokuwa nayo. Kwa hapo tunajitahidi kuwakimbizia kutokana na group A, group B, group C na group D. Tukirejea tena group A ni matibabu ya siku 7 plus, gharama yake ni shilingi 120,000. Na group B ni matibabu ya waasilika wa masturbation, ni matibabu yao ni 1,500,000 kwa muda wa siku 14. Na group C wagonjwa wanatumia dawa ambazo tunasema yani ni za kizungu. Ni sahihi sentence hii. Tulisema booster ambazo sio za asili. Ndio. Na group D, gharama ya group C shinga. Gharama ya group C bwana hapo tulisema unaanzia 200,000. Kwa group D. Group D tukasema ni wale watu wazito, mafaza, wenye magonjwa nyemelezi na magonjwa sugu. Maana yamekaa kwa muda mrefu. Na wengine sio mafaza mshtuko unajua. Mshtuko nini? Sasa hapa tumejitahidi kuwafahamisha kwa wepesi. Sasa tunarudi katika kupitia taratibu kuwaelimisha watu waweze kuelewa na kufahamu kwa undani zaidi. Kwa hiyo
tutamjuaje mtu ana upungufu wa nguvu za kiume? Kwa zipo dalili ambazo ni nyingi, lakini zipo dalili mama ambazo nafikiri kila mmoja zinamkera na zinampa mawazo ili aweze kutambua kama ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Kwa tutazichambua hizo dalili kwa moja baada ya nyingine kwa kirefu zaidi watu waweze kuelewa. Dalili namba moja ambayo inaashiria mwanaume ana tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, tunasema uume wake hauwezi kusimama kabisa. Sasa swali, je, mtu ambaye uume wake hauwezi kusimama kabisa anakuwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume au ana nguvu za kiume? Huyo anakuwa hana wazungu wanamhitaji erectile disable. So disable. Erectile dysfunction. Dysfunction. Wanasema ED protocol. Dysfunction. Sio dysfunction. Dysfunction. Ndio? Ndio. Tuko na Dr. Mzungu huyo. Ndio. Kwa hiyo bwana huyo tuseme huyo atakuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Huyo bwana nguvu za kiume hana. Huyo nguvu za kiume hana. Kwa hiyo tumtoka kwenye upungufu, afu kesi study yake inabidi ijadiliwe kwa upana. Je, ni nini kimepelekea uume kutosimama? Maana kuna magonjwa na uchawi. Kwa sababu ugoni. Hali za kawaida hizi ni uchawi juu. Sababu mara nyingi sana ni uchawi. Maana wewe utembea na mke wa mtu, mara unafanya nini, kwa ugoni ule maana haufai. Tuje sababu namba 2. Sababu namba 2, uume kusimama legelege au goigoi. Ndio. Uume kusimama wenyewe wanaita utambi na koroboi. Shughuli utambi na koroboi. Sijui upewe kazi gani au ni wengi sana unajua. Wewe uingize utambi na koroboi. Lazima tumepijiti hapo. Ushikilie, ulenge, uanze kuingiza. Na bado unanasia, kuna muda ukikuta umevuta nyuzi tu pekee utambi hujatoka. Kwa hiyo wanaume wana tatizo la uume kusimama legelege au uume kusimama goigoi. Je, miongoni mwa dalili ya kwa hiyo tutakuja kuichambua ni dalili mara nyingi au kwa kifupi tu unaweza kufikiri nini kinapelekea uume kusimama legelege? Kwa vitu ni vingi hapo. Vingi Tutaja vichache. Kwanza tukasema kwanza hawa watu wanaojichua hawa kufanya masturbation. Masturbation kwa muda mrefu na kufanya misuli yao ilegeze ama ilegee na kupoteza ule uimara wa upitishaji damu kwenye misuli na kusababisha uume ufanye nini? Uweze kuwa nini? Legelege. Hapo juu tukisema tukizungumza masturbation hapa, tuache nukta, tukirudi katika magrupu tunapowapita tena, kuna masturbation inabidi tuweke kituo. Tuweke kabisa beria, tukae kwa muda tuzungumzie masturbation, asali zake. Maana ni changamoto kubwa sana. Sababu namba 3 hii bwana imewatesa watu wengi. Sote tutakuwa tukitazama kasisi. Sababu namba 3 wazungu wanaita ni premature ejaculation. Premature ejaculation. Ila bwana hilo tatizo mimi sina. La kwa kufika kelele mapema? Sina. Mwenyezi Mungu kuepusha nalo. Kaniepusha alafu kaiweka mbali. Nilikuwa na tatizo la kuchelewa. Nilikuwa na tatizo la kuchelewa kufika kelele, sasa nikapiga mpaka nikachoka, nikachanganyikiwa mwenyewe. Sijafika. Usije kwa kutumia dawa za kizungu na ulikuwa kusini ni wewe. Dawa za kizungu. Ila tatizo langu ninalijua. Ila size limepungua. Hauna mbegu za kiume Ndio hapo. Unaona? Tutaizungumzia hii point maana hapo kuna premature ejaculation, tatizo la mwanaume kuwahi kufika kileleni. Ndio Janga kubwa la taifa. Zulma hii, watu wanalia, wanakereka, ndoa zinavunjika. Hakika kabisa, wale ndoa nyingi zimeenda chini, maana wanasema ni uchafuzi wa mazingira, wengine wanaita. Sababu mtu kajiandaa, amechoma mpaka naudi, kaweka maji bafuni, kumbe mtu mwenyewe wewe ukitumia masaa 6 kujiandaa, amejiandaa, dawa zake kanunua, akafukiza udi, kafanyaje, anakuja dakika 3 umelala. Ni mara nyingi napenda kusema hii ni zulma. Ni zulma hiyo kwa mwanamke. Ugonjwa wa zulma huo. Ingekuwa inawezekana hata tungemruhusu aombe talaka. Tungekuwa ni makazi. Sababu hamna anachoenjoy, sababu mwanamke anakwambia ana miaka 6. Sijui kuna binti moja, ni binti mtu mzima, kwa ananiambia maneno kidogo makali. Mpaka anasema imefika kipindi yani anatamani kuachika. Ndio. Kwa sababu yeye anakuwa anaguswa tu. Toka kaolewa ni dakika mbili anachafuliwa. Kuna muda mpaka apendi tendo. Anapaka uchafu. Afuacha. Mtihani sana. Shida. Hiyo ni premature ejaculation. Namba 4 tunasema sababu la kushindwa kurudia raundi nyingi. Sababu la tatizo la dopam za majombo hilo. Kushindwa kurudia raundi nyingi. Sio kushindwa kurudia raundi nyingi. Hilo sio tatizo langu. Au siku nilikuelewa vibaya. Mimi raundi zangu ya kwanza naweza nikaenda dakika 30,
ya pili nikaenda saa, ya tatu nikaenda saa 1:30. Muaji wewe. Ndio sasa ndio uone sasa. Masaa 3 consecutive. Mimi sinatumia dawa sana hizi za asili. Dawa za asili. Na wewe ni daktari lazima uwe katika kiwango bora. Kwa imara. Uwe nondo. Kuna ufanyaji mazoezi inabidi uwe. Kwa hiyo tatizo la kushindwa kurudia raundi nyingi, mara nyingi tunazungumza mara nyingi ni upungufu wa mbegu. Hakuna namna kujadili. Hakuna namna kujadili sana. Yaani mbegu hauna tu. Utarudia vipi raundi nyingi mbegu hauna? Naambiaga watu kauli kwamba una kikombe kimoja, si ndio? Cha maji. Sawa? Umekimwaga. Je, unataka kumwagilia pale maji mengine utatoa wapi wakati kikombe ushakimwaga tayari yashaisha? Mtihani. Una mililita 2 za mbegu za kiume. Umemwaga mililita 1.5. Unafikiria nini? Tatoka upepo hapo. Tatoka upepo sasa ama povu. Huwezi kurudia tena. Sasa mtu anakuambia amelipia guest. Guest kali. Alipofika dakika 2 akamwaga akashindwa kurudia mpaka muda wa guest ukaisha. Yani mkubwa sana. Kwa hiyo kushindwa kurudia raundi nyingi tatizo kubwa. Kwa kitaalamu ni raundi ngapi mtu anaweza katakiwa kurudia au mazoea ya jamii? Kitaalamu tutoe. Sababu kitaalamu itakuwa ni kanuni. Itakuwa ni kanuni. Mazoea wanajamii wanapenda raundi ngapi? Kwa uhalisia wetu wanawake wanapenda kuanzia raundi 2. Yaani mwanamke ukimpa raundi 2 katosheka. Asilimia kubwa. Sawa? Japo kuna wengine inategemea sasa raundi zako ni zipi zimeshiba. Kwa sababu mimi nikipiga raundi 1 mwanamke katosheka. Ndio. Kwa hiyo angalau raundi 2 plus. Plus. Lakini zisizidi sana 3. Zaidi ya 3. Yaani zisizidi sana. Maanisha unaweza kupiga hata 4. Sawa? Unaweza kupiga hata 4. Lakini ni vizuri kiafya yani. Kuzungumzia kiafya ni vizuri mwanaume upige raundi 3 ili usichoshe sana mwili. Sahihi kabisa. Na upo uweze kupiga raundi 3 au 4. Usijue na wewe kidogo. Kuna kanuni moja nilisoma hapo inasema kwamba leo ni kanuni watu wasio tu wenye nguvu za kiume. Yaani mtu ambaye ana mbegu za kutosha anaweza kapiga bao la kwanza afu mashine iko vile vile silencer. Ndio. Akiwa hivyo. Inadura tu. Ndio safari. Wanaweza kaa humo bado unaendelea humo. Na ni moja ishaenda humo. Sababu watu wanauza nguvu za kiume kishapiga goli moja bidi alale. Aandaliwe. Singizi tena. Singizi kama pono. Haielewi. Kwa hiyo hapo unakuwa ni mtihani. Lakini kama utakujua ule unatakiwa kama una mbegu za kutosha sababu umepiga alafu bado mwili unahitaji kwa mashine pale pale je kwa mwaga mbegu lakini mashine iko juu. Inaendelea yani mle mpaka unamaliza la pili hujatoka. Sasa hapo bwana kama mwanamke yenyewe ndio mla chipsi, hapo tatizo tena kubwa na analia kwanza. Ndio. Sababu namba 5 uume kusinyaa na kunywea. Ndio. Kuta mtu ghafla anaendelea na shughuli ule uume umesinyaa. Umesinyaa chaka. Kama kachonjwa na kiwembe kile kitu. Au kashtushwa wewe acha. Uma lakini. Jua mambo sio kucheka watu wanateseka katika ndoa sana. Inauma. Yani mno ustazi. Sababu mambo hayo kidogo ni very sensitive. Afu sasa hujui inatesa watu malaya. So malaya unakuwa unamhudumia malaya mwenzio alafu muda mrefu. Alafu shughuli unakuwa hauna. Alafu sasa nafikia tu fimbo yako na kwa ile pesa. Unapigwa na ile fimbo. Ina kwa fimbo yako hiyo. Kwa wakuta malaya ana mpenzi zake anatumia jembe mix. Jembe mix. Hataki mambo mengi. Kasha lipiga msele ya group C. Afu viaga kutumia electro overdose. Overdose yani electro hajatumia wala Viagra. Hajatumia. Yaani unasema hiyo ni gari yenye turbo. Hatari sana. Huo mtihani. Sababu namba 6 ambayo inaonyesha dalili ya upungufu wa nguvu za kiume ni kukosa hamu ya tendo. Yaani mtu anakuwa hamu ya tendo la ndoa hauna. Yaani mwanamke sio unamuona kama Messi. Sasa Yesu unaingia kwenye ushoga huko. Hamna, sometimes maradhi ya kupenda hela. Unapunga sasa fast kabisa. Kwa mtu mwanaume yani hana hisia mwezi. Hamu kabisa. Hana hisia kabisa. Nunda. Yaani pesa ndio priority yake pesa. Bali ya pesa. Bei mara nyingi utokana labda mtu anakuwa na nini hiyo inaitwa ana PE. Wazungu wanaita PE, premature ejaculation sababu tendo la ndoa unakuwa au satisfy yani ulifanyi vizuri. Kwa automatic unakuwa unalichukia. Unalichukia. Maana unaonga. Dakika 2 umeshamaliza. Sasa kwa mwenyewe unaona kama unazulumiwa.
automatically ile hamu inakuwa maisha. Sasa mimi ya nini hivi? Bwana. Sasa imefikia tu sasa mtu akitaka kufanya jambo hilo inabidi amridhishe kwa kumchezea, alafu baadaye akimgusa dakika 2 kamaliza. Kwa mwanamke asipomwandaa mwanzo shida. Yaani anasema yaani mswaki bila dawa. Sababu namba 7, dalili namba 7 ni kushindwa baadhi ya staili. Lazima uone staili za mitego. Ndio. Yaani gari yako inakuwa hizo kupanda na default ya gia, lazima upande na moja ile taratibu na tena kati uibie. Itaka mbili unaachia kidogo accelerator mradi unaenda na hiyo. Kwa hiyo inabidi mwanaume asiwe hivyo. Mwanaume inabidi anabidua mitindo yote anayotaka. Staili 7, staili 8 katika tendo anabidua. Yaani unapanda mlima mmoja lakini gia zote ushaziweka. Kwa unafanya pale kwenye mlima na gari haijarudi. Unataka kwa unashindwa kufanya hivyo baada ya staili, sababu mara nyingi unatoa nguvu za kiume, inabidi utumike kifo cha mende tu. Hamna namna. Sababu mume wako yenyewe legelege, staili nyingine wa wingi 7 kamalizia humo. Sasa kifo cha mende mwanamke jaribu kujitikiza tu. Usiona katakata kiura kimechomoka. Unaharibia huko. Unaumia ujue. Tutajadili kipengele hicho. Sababu namba 8. Sababu na namba 8 ni booster. Yaani booster mwanaume anakuwa hawezi kusimama, hawezi kuumeke kusimama mpaka afanywe ubaya. Achezewe. Afu mambo limeenda mbali. Asiko na wanaume wengine mpaka upigwe kidole. Mpaka kusokomeze kidogo. Kuboost mtihani upate mwamko mtihani, au kuna mwingine ama anyonywe vya kutosha mtihani huo jamani, mtihani ujue. Sababu nyingine ni maumivu. Mtu anafanya tendo la ndoa anasikia maumivu, ima wakati kumwaga manii pale au wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo ni sababu ninazotaja hapo za kuonesha dalili ya upungufu wa nguvu za kiume baadhi. Sijui hapo kuna sababu nyingine unazikumbuka hatujazitaja. Bwana, sababu nyingine zipo. Kama kitu kwa mfano upate mshtuko fulani wakati wa tendo la ndoa alafu mashine isimame ghafla. Sasa kupata mshtuko si lazima kama umefumaniwa au upate kufumaniwa afu endelee mashine kusimama. Anaweza kuwa anachezea nyuma ya nyumba akarusha jiwe juu. Ama radi imepiga. Ama kikombe kimedondoka. Hiyo sibali nayo mimi. Ndio. Sababu sometimes ndio muoga. Muoga sio utaje uoga. Uoga. Unajua umevamiwa. Wanaume halisi. Sawa, hata jiwe ligonga hata kama utashtuka lakini mashine itabaki imesimama. Unashtukaje na mashine ikalala? Hapo sekunde moja. Umeme umekatika. Ndio upungufu wenyewe katika wanawe. Huo ndio upungufu sasa. Sasa huko na mke wa mtu ndani. Unasikia kocha, mlango unafunguliwa, una amani gani? Wewe. Una amani wewe? Unaongelea mke wangu. Nina mke. Hapo sasa. Kikombe kimedondoka kama kamjusi kama idondoka kwa anapita. Wewe mjusi uimili. Ghafla mashine umeona? Bwana, kutokana na dalili zilizotaja hapa kikweli bali tunaongea kwa furaha, lakini ni dalili zimevunja sana ndoa. Masikitiko kifupi. Ni vunja ndoa sana za watu na zimewafanya watu kuishi maisha ya taabu. Sababu kuna binti mmoja nilikuwa nazungumza naye ananiambia bana, mimi style ninayoipenda inaitwa kula kubwa. Kula kubwa. Unafahamu Mwalimu ni mambo yako hayo. Sio familia na vitu hivyo. Lakini kidogo imenishangaza. Kula kubwa. Binti ananiambia hivyo, nikamuuliza kwa hekima, kula kubwa ndio style gani? Akaambia profesa, unabidi ujifunze wewe. Upate elimu. Ndio. Nikabidi mdadisi, basi nikamwambia nimekubaliana na hilo, nimtubu. Mtupe elimu. Naomba nipe elimu. Akasema kula kubwa ni kunyonya uke. Pale ni kubwa ndio uke anakula kubwa. Kutokana na upungufu wa nguvu za kiume, mwanaume anashindwa kumlisha mwanamke, inabidi sisi ndio ule kubwa. Mlishe kwanza, yani umalize pale. Ujinga ukutoke. Tunaita mbwa, anatumia ulimi. Mbwa. Bwana, mtu kapotea anakula kubwa dakika 40. Ndio ujinga upumbavu. Ndio wao wanawakomoa, ndio hicho kinachofanya. Nyinyi hamtaki kuja kununua Jembe Mix. Wacha bule kubwa. Mbwa wadogo. Kula kubwa hiyo unaambiwa. Kula kubwa. Masida isimame, sasa tufanyaje tena? Mtihani. Yule kubwa. Ujinga ukutoke. Alafu nasikia kuna fungus za mdomo, kuna madhara. Ndio ujinga wenyewe inabidi ukutoke. Cancer at the end of the day. Lazima upate cancer yako. Kwa jambo jamani, ndugu zetu, kwa kula kubwa wenyewe wanataka nini? Chumvini. Watoto wa Kinondoni wanataka kwenda chumvini. Kwenda chumvini. Na Mr. Blue. Menyonyo. Lazima kanyonya. Mtaumia sana. Mimi nakumbuka jamani, samani. Usipoteze japo tunapoteza muda kidogo. Nakumbuka nilivyokuwa nasoma mwalimu wangu.
aliwahi kutupaga story moja, sawa? Kuna bwana mkubwa alitibiwa sana karibia miaka 5. Ulimi ulikuwa umeoza. Acha masiara. Hawezi kula, hawezi kufanya chochote. Sawa? Ulimi yani mdomo wote umeoza. Hawezi kula, hawezi kufanya chochote. Ampishwa mrija analia kila siku. Kwa sababu gani? Zaidi ya miaka 5. Wakawa wanatibu yani dawa zote. Mpaka wakaenda kufanya kitu kinachoitwa culture. Wanakata mle kinyama na kwenda kuotesha wadudu pale. Kwenda kukuta. Sawa? Kuna wadudu wanaitwa T. vaginalis. Wanapatikana ukeni huko. Magonjwa ya ukeni huko. Umeona wakaenda kukuta ndo wadudu wako mdomoni mwa yule jamaa. Baadaye akamuuliza vipi, akasema bwana mimi tatizo langu lilikuwa kunyonya uke. Miaka zaidi ya 5 wanateseka. Yule cha kufanya inabidi ulimi sasa kuna kitu kingine bwana. Lakini mwisho wa siku bwana ilibidi ulimi kutenganisha na mdomo. Acha masiara. Ndio ilikuwa suluhisho. Sahihi. Kwa kifo hicho. Kukata ulimi tu sio kifo. Sasa sio shingo na kichwa hapana. Test ya chakula hapo ishaondoka. Ni ulimi kutenganisha tu. Hiyo ndo kula kubwa. Kwa hiyo ndio kula kubwa. Si mwache tule ndogo. Kwa hizo ni sababu za dalili miongoni zinaweza kukujuza kama mwanaume mwenzetu kama una upungufu wa nguvu za kiume au la. Hizi dalili jamani, tusiwachanganye watu. Hizo dalili sometimes inabidi ziwe zina consistency. Kama zina consistency usipoteze hela. Poteza hela. Hela kwa kutoa matofali endelea kujenga. Kwa sababu sometimes inaweza kujitokea kwa mara moja mara mbili. Labda leo hujala vizuri. Wiki hii umefanya kazi sana umechoka. Kwa hiyo usiangalie dalili moja kwamba imekuta ukajua ndio hivyo, hamna. Dalili inabidi ikae kwa muda mrefu. So wao sio na dalili na wiki au kachanganyikiwa. Kwa sometimes kama una wiki relax, kula kitu cha kawaida, tumecha tangawizi kwa wingi kwanza, afu angalia mazingira. Tunazungumzia hapo watu wenye consistency. Miezi 3, 4, mpaka miaka, yani mambo haya yamekuwa ndo hivyo hivyo ndio tunawazungumzia. Sasa tulikuwa tunataja zile hizo ni dalili za kukuonesha kama wewe una upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hapa tutabidi uangalie sababu gani sasa zinapelekea mwanaume kuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Kutokana sababu kama tulivyotaja mwanzo kwa speed, kisha tutazichambua. Kuna sababu za group A. Kwa hizi sababu za kupelekea mwanaume kuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Sababu namba 1 tukasema kuna sababu inaitwa normal, yani kawaida tu. Mtu anaweza kupata upungufu wa nguvu za kiume kawaida. Kutokana na nini? Hali ikakutokea, ukachukulia kama ni tension. Ukakomaa. Ikatokea tena, ukakubaliana na hiyo hali. Kwa hiyo automatic kwa jeno ni mgonjwa na unaumwa unahitaji matibabu. Sababu na saikolojia shabili ni mgonjwa na unabidi upate matibabu, ni lazima upate nini? Matibabu. Kwa sababu ya kawaida. Yaani yani hautumii vitu vibaya, ni huko ile automatic imetokea. Sababu namba 2 tukasema ni masuala ya vyakula. Naam, karibu. Lishe duni. Ndio. Lishe duni inapelekea vipi kwa upungufu wa nguvu za kiume? Bwana, tunajua mwili ni kama gari. Ndio. Sawa, kama gari inavyohitaji service, inavyohitaji mafuta na mwili inabidi vile. Kwa hiyo kuna vyakula maalum kwa ajili ya masuala yetu, sawa? Kwa ajili ya kuongeza mbegu, kurutubisha mbegu, sawa? Kwa ajili ya kusafisha mirija, kwa ajili ya kukupa ufahamu zaidi, kwa ajili ya kuongeza zile homoni zetu za nguvu za wanaume. Kwa hivyo vyote kikosa kidogo ni mtihani. Kwa hiyo kiufupi collection of proteins wanasema. Sasa swali ni kwamba wazungu na wanaongoza kula vyakula vya kiwandani. Ndio. Na wenyewe hawana watoto nguvu za kiume mengi kuliko sisi. Sawa. Kwa sababu gani? Kwanza kitu cha kwanza usiongea mzungu. Mzungu ni mzungu. Kitu cha kwanza. Ongea neno mzungu. Kama mimi Dr. Mzungu hapa, huwezi kunikuta hata siku moja. Hata nile vyakula vya kemikali. Mzungu ni mzungu kitu cha kwanza, sawa? Lakini kemikali za wazungu wanazoweka tunazojua sio kama za kwetu. Vinegar ile sio kama ya kwetu. Za kwetu ni konko. Za kwetu ni konki, hatujui kuvitengeneza. Umeelewa? Wanatengeneza vitu konki kweli. Kwa hiyo wazungu ndio wanatengeneza vitu vizuri tu ile wanaweka preservative. Sawa? Kama vinegar, ambayo vinegar ni nzuri. Yaani wanaweka vinegar ambayo ni nzuri, yani kiwango kizuri. Sio ya kwetu hii. Sio makapi ya kwetu. Kuna kitu kilichochujwa. Kwa unaweza kuona kama anakula chakula cha kopo, lakini chakula cha kopo kizuri. Kina ubora kuliko chakula cha asili ambao umekitia maadili yetu yale. Nikagundua kitu kingine, nasikia jamaa wangu mmoja alikuwa ananiambia bwana, kuku wa kienyeji wa huku sio kuku wa kizungu wa huku, sio wa kule. Kuku wa kizungu wa kienyeji wa kule ni kama hao wa kienyeji wa huku. Wao rangi yao tu tofauti. Na wana nyama ngumu tu vizuri. Yaani umeelewa mwalimu? Mtani mkubwa. Kwa na miili yetu sio kama ya kule. Kazi za wazungu sio kama za huku kwetu.
Kweli. Umeelewa? Wanafyatua tofali asubuhi mpaka jioni. Wao unahisi utakula chakula cha kiasi. Kitu kikubwa tu time management. Wale wanajua muda wa mazoezi, muda wa vyakula na wanazingatia. Sawa sawa. Huo ndio uzungu. Ndio uzungu. Sababu namba 3, unapelekea mtu kwa kupunguza nguvu za kiume, ongezeko la uzito. Naam mwalimu. Haya wewe maana wewe ni mzito wewe. Je, kuongezeka kwa uzito wako sasa hivi kumepelekea nguvu zako za kiume zimepungua au la? Yani kwanza kiufupi uzito lazima wanasema lazima uendane na urefu wa kwako, sawa, na upana wa kwako. Sasa unaweza ukakweli yani mtu kama una obesity au una anorexia nervosa kwamba wewe ni mwembamba alafu afya kwenye duni. Umeona? Lakini mtu unakuta mtu sasa unene ule umepitiliza kiwango. Kwa hiyo unaenda kupitiliza kiwango lazima vyote vile. Kwa lazima utakupelekea na upungufu wa nguvu za kiume. Una kitambi ambacho hakina shape. Kwa sababu mtu tu mwenye kitambi kwa kubali na vitambi vyenye shape bwana. Shape huja kwa sababu kama chake kama kidogo kina shape. Sasa unakuta mtu kitambi cha hela hicho. Mtu na kitambi kwanza ukiomba tu unaona kiona hakioni. Ndio. Kwamba hata uume wake tu kuona na kwa mtihani. Sasa kama uume wako tu kuona mtihani utawezaje kuwa na nguvu za kiume? Mwalimu. Naam. Kuna profesa mmoja mimi alikuwa ananifundisha. Mimi au wewe? Mimi hapa. Alikuwa ananifundisha mimi. Kuna profesa wewe. Ndio. Na mimi nifundisha vijana wengi. Sawa sawa. Kuna profesa mmoja hapo chuo kikuu cha Kampala pale. Alikuwa ananiambia ukiulizwa definition ya kitambi, it's just one thing. Kitambi ni ugonjwa. Exactly. Kabisa. Kitambi ni ugonjwa. Yaani obesity ni ugonjwa. Kitambi chochote kile ambacho kimezidi level ya kifua ni ugonjwa. Kwa kitambi maana yake ni ugonjwa. Kitambi maana yake ni ugonjwa. Unabidi utibiwe sasa. Utibiwe. Na habari nzuri maana watu wote wana vitambi au wana uzito, dawa zipo na zinapatikana kwa muda wa wiki 6. Unakuwa uko vizuri tu, maintain body mass yako vizuri kwa gharama 1,20,000 bila shida. Kama unakuwa na kitambi una uzito nini kusana hilo jambo, tuwasiliane ili tuweze kusaidiana madi ubaki kuwa flat kama mwanaume. Sababu namba 4, msongo wa mawazo. Ndio. Msongo wa mawazo unapelekea upungufu wa nguvu za kiume. Sababu msongo wa mawazo Afrika hauepukiki. Maana watu wana mikopo madeni, umekopa dera, ugoni, malaya, mtu nyumba ndogo anazo 4. Sasa mawazo kukuisha vipi rafiki? Kwa msongo wa mawazo pia ni miongoni wa hivyo vitu. Kwa kina keep tension. Kwa msongo wa mawazo bana, kila unasikiza yeye ajipe maana yake anaweza kujipa maana kusana msongo wake wa mawazo unavyomharibia mpango ya nguvu za kiume. Hata kujadili. Namba 5, ulevi kupita kiasi. Kwa hiyo ulevi wa kawaida wewe una faida Ulevi wa kawaida kidogo una faida. Acha wasa yako. Hebu tupe kuna mzungu naye mlevi. Ya ulevi kidogo. Ulevi bwana. Naam. Sawa? Ulevi kuna ulevi aina mbili. Yes. Kuna ulevi wa kawaida na ulevi. Ndio maana unaambia hata ukila chakula kingi kidogo ni ulevi. Sawa? Ukifanya kazi sana ni nini? Ni ulevi. Sio lazima pombe. Kwa hiyo kunywa pombe, sawa, kupita kiasi, basi. Kwa sababu glasi moja ya pombe ni tiba. Inatosha, ni tiba tosha. Ina brighten ubongo, inachangamsha mwili. Bana damu. Kwa mimi binafsi sikubaliani na maneno ya kama ya Zulma. Kwa maana ulevi ni ulevi tu. Ulevi ni ulevi. Kwa sababu ukisema hivyo too much is harmful. Kwa hiyo inamaanisha sigara. Kumbe ushajua too much is harmful. Tukitumia condition hiyo. Hiyo sio kauli ya jumla kwa kila kitu. Tumeongelea neno pombe. Natumia mfano huu. Tuongea pombe lakini kwa hiyo hata sigara tukivuta kidogo, bange nazo kidogo, bange nazo kidogo. Hivyo vyote sio pombe mjua. Vilevi. Tunaongelea pombe, tuniongelea kilevi. Pombe ni nini bwana? Pombe. Sikoki liquid. Koki liquid. Ndio mpasa inaitwa. Kwa hiyo bana mtu ulevi wote bana ulevi mara katika ulevi mule kuna misukari ya ajabu sana wanaijua na misukari ambayo kidogo ni miongoni na support ya magonjwa mengi na hivyo. Kwa ulevi ni ulevi. Jipe tu kundi la ulevi alafu jiamulike sana na ulevi. Sababu namba 6 ni sigara. Sigara ni mekanizmu ndefu katika upumuaji wa mapafu na yenyewe shaandiko bwana. Onyo ni hatari kwa afya yako. Sasa tuzungumza tena. Hiyo inatosha ile waambia onyo ni hatari kwa afya yako. Kama utaweza kuifuatisha hiyo itakuwa inasaidia. Sababu namba 7 ni hormone imbalance. Testosterone huko. Hii tushajadili. Menyu nzuri mara nyingi inakuja progesterone ndio.
growth hormone, GH hizo. Vinakosekana vitu vya kuchochea. Chocheo vinakosekana. Wewe unakula biskuti, si unakula nini? Yaani vyakula vya msingi ule ice cream. Unajifanya mzungu wakati haufanyi mazoezi. Inakuwa ni makosa. Naomba siku hizo wanakula zile big bombs. Acha wasialo. Wanaona big bomb? Sababu namba 8, madawa ya kulevya. Ndio. Chidi benzi. Azia katafuta bwana. Bwana, madawa ya kulevya, mtu anatumia dawa ya kulevya anapelekea upungufu wa nguvu za kiume. Kwa madawa ya kulevya, jipe kategori ya madawa unayotumia. Maana madawa siku hizi yashakuwa ni mengi, nyingi. Yaani zinakata mawasiliano kati ya ubongo na mwili. Sasa hivi kuna watu vijana watumia vidonge, mbandando au variambo pamoja na juisi moja hivi wanaita energy, kwa wanachanganya vile 10 au 12 kwa wakati mmoja, afu Mambo anaweza kitu kimoja kinaitwa ubaya. Sumu hiyo. Ndio kali sana. Tuendelee mwalimu. Sababu namba 9 tunazungumzia caffeine na nicotine, lakini zitakuwa zinarudi kule upande wa sigara na upande wa vitu vingine, sababu ni kama vitu vichambua tu, lakini hivyo tusuguse sana. Sababu namba 10 ni ukosefu wa elimu. Ndio. Sababu namba 10 ni ukosefu wa elimu, unapelekea upungufu wa nguvu za kiume kwa sababu wenyewe uelewi hata namna ya kushiriki kwa tendo, unajua ushiriki vipi, unajua ufanye nini. Sababu namba 11 age inapelekea upungufu wa nguvu za kiume kwa miaka 60, automatically nguvu zako zimepungua kwa sababu by nature mwenyewe uko physical. Sababu namba 12 ni ukosefu wa mazoezi. Sawa. Sababu kama wewe mwenyewe push-up zako ni 3 4, hapo unataka mwanamke upige 20. Kifuani upige 20 mwalimu. Hawezi bwana, hawezi kabisa. Yaani hicho kitu ambacho kiwezekani kabisa baadaye. Sababu ya 13 ambayo mimi naipenda bwana hapa, uoga. Uoga kushiriki tendo bwana ni tatizo kubwa. Haujiamini. Uoga. Yaani uoga mtu hajiamini kabisa, yani mara nyingi. Hapo ikifikia tu unamgusa tu moja, dakika moja ushakudosha. Kwa hiyo kama utakuwa na sababu hizo zitaja hapo, utakuwa ni group A, tunarudia tena, na matibabu yatakuwa ni wiki moja plus na gharama yake itakuwa 1,20,000. Tutakuja na kipengele watu wanakisubiri kwa hamu sana. Kisa kipengele cha group B, sababu za upungufu wa nguvu za kiume inatokana na punyeto, masturbation, bao la mkono au mapenzi ya kutumia mkono, au kauli sahihi, kujitoa manii au kujilizisha pasi na mwanamke. Pasi na kumwingilia mwanamke, sio pasi na mwanamke. Maana mwanamke anaweza kuwa anakuchua mwenyewe mpaka ukapiga bao. Ndio. Na kwa bado masturbation. Neno kumwingilia lipo pale. Kumwingilia ukeni. Ashuka kulisaisha. Sio mdomoni, ukeni. Umwingilia ukeni. Maana ngine kwa hiyo masturbation ina madhara gani? Au masturbation kwanza Juma, unafahamu masturbation ni nini? Au unatumia njia gani ya masturbation? Au unafahamu njia zipi za masturbation? Wewe unatumia zipi? Kwa kuzitumia, sio kuzitumia. Ndio. Ila kwa kuzifahamu, naweza nikazifahamu kwamba mara nyingi sana mtu anakuwa ima anatumia sabuni kwenye kufanya masturbation, wengine wanatumia poda kufanya masturbation, wengine papai. Lakini sasa mtu poda, yani poda ile. Unakumbuka na ule jamaa yetu, hivyo ile jamaa yetu alikuwa Burundi, alikuwa wapi? Ule wa kutumia nzi. Kutumia nzi, naambia wanachukua nzi kama 20 au 15 wanatia kwenye mfuko. Unavisha uume. Unavisha ule mtu anahangaika na kupiga. Umepiga goli. Umepiga goli. Wengine magodoro wanayatoboa. Ndio. Kwa hiyo bwana, masturbation ndio iko mfumo katika hiyo, au na taswira nyingine. Sababu ule hawezi kujua hii ni 2018 19. Hapa kuna mbinu mpya. Sawa. Mbinu za midoli zimetoka. Watu wamewarahisishia. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa anatumia mpaka ulimbo. Kwa mdoli. Mkononi? Ulimbo unaweka mtu anarudi. Unafanyaje? Kwa hiyo bwana, je, masturbation zina athari gani, au masturbation ina madhara gani kwa mwanadamu au kwa mwanaume? Sawa. Ndio. Karibu. Tuanze na moja. Ndio. Ambayo huwa ni kubwa ya kusinyaisha uume ile. Na hisi tushaelezea kidogo. Kwamba inasinyaisha uume. Jinsi unavyokuwa uvuta ule uume wako kutoka mbele kurudi nyuma, unasababisha ile makunyanzi. Na uume unakuwa unarudisha nyuma, maana yake unasababisha udumae na usiweze kuenda mbele. Sababu uume unakuwa kwenda mbele, unarudisha wapi? Unarudisha nyuma. Lakini kitu kingine kuongezea hapo, unakuwa huwa seli ambazo ziko juu ya uume. Kwenye ngozi ya juu ya uume, zile seli unakuwa unaziua, sensory cells ama seli za receptor za ufahamu. Umeelewa? Za sensor. Wewe unakuwa unaziua. Kwa hiyo uume wako kusense kidogo itakuwa mtihani. Unakuwa ni dhaifu. Unakuwa ni dhaifu.
unasababisha uume ukomae, unaupa usugu. Yani kama unaukanyagia fulani, sababu uume bwana ni kama mbao fulani. Umeona Ndio. Unasababisha uwe sugu, lakini ile kwenye mishipa kusinyaa ikawa midogo midogo pia inasababisha nini? Damu isiweze kuingia kwenye uume. Sawa sawa, sababu 99.9% uume unasimama sababu ya damu. Ndio. Kuingia mle na kutoka. Ndio. Umeona ikijumuisha na joto lile. Ndio. Unasababisha tatizo la kutopata nini? Damu kiusahihi katika uume. Sawa Ndio. Aha, mwalimu tuendelee mwalimu. Yaani yote kwa yote kwa vitu vyote vilivyozungumza kwa masturbation. Yaani hapo cha kuongezea itakuwa ni uongo. Lakini huo ndio ukweli sahihi kwamba utaufanya uume kwanza ukose nguvu, atakusimama utakuwa simama legelege. Na vyote hivyo ndio vinapelekea kwamba misuli ishakufa, ima wale zile seli zinakuwa hazina tena ule uwezo kama wa mtu ambaye hajafanya. Sawa. Ila pia hapo mwalimu tunauathiri ubongo pia. Ubongo unazoea sababu masturbation bwana haichukui saa ujue. Inachukua sekunde 2. Kwa hiyo kama ni sekunde, kama ni dakika 2 ushamwaga, usisubutu kusubiri kwamba ukikutana na mwanamke utamwaga baada ya nusu saa. Kwa zile dakika 2 kama ulivyozoesha nini? Ubongo wako. Kwa bana athari za masturbation kama nilivyotaja hapo, kwa masturbation inapelekea mwanaume anakuwa na tatizo la kuwahi kufika kileleni, mwanaume anatabiki kuwa na tatizo la uume kusimama legelege, mwanaume kuwa na tatizo la uume kusinyaa. Lakini wote 9-10 mlisahau kuambia ukweli kuhusu masturbation inaleta kibamia. Uume mdogo. Kwa sababu umeshadumaza misuli. Kwa hiyo kwa matibabu hayo sasa inakuwa sio ya jembe miti tena. Inabidi uamue kurefusha na kunenepesha. Kwa sababu ulikuwa umedumaa. Ukuzo umewapa kurefusha na kunenepesha. Utibu hizi infections za hapa kwanza za nguvu za kiume, alafu uhamie. Sasa hapo unabidi uwe na hela kujishughulikia. Sababu na umejasiri miaka mingi, umepiga masturbation miaka 6. Kwa hiyo usisubiri kupona kwa siku moja. Kuzaa hiyo ni ndoto haiwezekani. Ndio. Labda ufanyie operation ukatwe utoe uume mwingine. Kama ikiwezekana hiyo itakusaidia. Pia tunazungumzia sababu hiyo ya masturbation, tumeelewa inafahamika. Nafikiri watu piga masturbation wanajua sababu najisi ilifadhilika. Kwa cha msingi ni kutafuta tu matibabu na kutumia dawa. Ima kwetu au kwa wengine ambao wana matibabu sahihi. Sio lazima utumie kwetu tu. Watu wengine wana matibabu sahihi bana, au kwenu kuna mbabu zako na kufanyia ubaya ili nao waweze kukuwezesha. Pia sababu nyingine porno addiction, yani tunapoteza nguvu za kiume kabisa. Unapenda kuangalia picha za X jamani. Picha za uchi za kizungu za Kiafrika. Siku hizi mjini kuna jina moja walitumia, wanaita picha za ambaruti. Ambaruti. Sawa. Kwa hizo zinapelekea upungufu wa nguvu za kiume kwa sababu ni vitu ambavyo vinaweza kudistract, kuharibu ubongo. Na vinakutengenezea vitu ambavyo haviwezekani. Sababu unaangalia kwenye porno mtu dakika 50 bado hajamwaga au dakika masaa 2 anapiga. Kwa unatamani au unapomwona yule mwanamke anavolia, unavyoona yule mwanamke anavolia, unatamani na mwanamke wako ndiye aweze kulia kama vile akati yuko kazini. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa watu wengi wameathirika sana kisaikolojia ubongo. Kama matatizo ya nguvu za kiume kutokana na kutazama porno. Lakini kuna vitu vingi havitengani hapa. Porno na mkono havitengani. Lazima ukiangalia porno utingwe, upige mkono. Ndio. Kwa porno na masturbation bwana vinashabiliana. Ni mkaka mdogo na mkubwa. Baba hao mmoja, mama hao mmoja. Sababu nyingine inapelekea mtu kuwa anapungua nguvu za kiume, matumizi ya dawa za kizungu. Sasa je, matumizi ya dawa za kizungu au matumizi ya dawa ambazo si za asili ya kuongeza nguvu za kiume yanapelekea vipi? Tumeingia pointi nyingine group C. Sawa. Hapo na group B ni matumizi ya masturbation. Gharama tumesema shilingi ngapi? 1,500,000. Matibabu siku 14 plus. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu inshallah utakuwa umekurejea hali yako ya kawaida. Kwa hapo naingia kwenye group C sasa, sababu za upungufu wa nguvu za kiume kutokana na utumiaji wa dawa za kuongeza nguvu za kiume ambazo sizo za asili. Je, hizo dawa ambazo sizo za asili zinasadikika kuongeza nguvu za kiume? Je, zinakuaje tena mpaka zinaongeza tatizo la upungufu wa nguvu za kiume? Ndio. Swali kwenu ndugu zangu. Wajua wanakuambia kawaida kwamba too much of anything is always bad. Ndio. Sawa. Ndio. Kwa hiyo zile tunaweza tukasema zinakuwa zimewekwa kemikali maalum kwa ajili ya kurahisisha ama kufupisha muda wa kitu fulani. Umeelewa? Sababu dawa za kizungu unaweza ukazinywa tu chap sekunde 2. Mashine iko juu imesimama, na mashine kusimama kwake haitosimama kawaida, itasimama extra. Ndio. Yaani itakuwa kama msumari, zaidi ya msumari. Fimbo. Kwa hiyo unavuta ile misuli. Bakola. Umeelewa? Misuli unaivuta kupita uwezo
uwezo wake, lakini vile vidonge bwana vinaua hormones kwa asilimia kubwa. Sababu zina sumu kali, asilimia 40 vinaua homoni zako. Umeona? Kwa hiyo inaletea yani inavuruga utaratibu mzima wa mwili wako kuweza kujiandaa kwa ajili ya tendo la nini? Ndoa. Kuna pointi namba moja tulisema miongoni wa sababu za upungufu wa nguvu za kiume ni uume kushindwa kusimama, tukasema si sababu za upungufu, isipokuwa ni ukosefu kabisa wa nguvu za kiume. Kwa hiyo group C ni miongoni wa vitu ambavyo vinapelekea mtu kuwa na ukosefu kabisa wa nguvu za kiume, kwa sababu hiyo unasema erectile dysfunction inakuwa inasababishwa na matumizi ya dawa za kizungu kwa muda mrefu, kwa sababu inafika kipindi watu wanatumia dawa kama Viagra, Vega, Omega, Erectile na Enjoy, kipindi umeona kwa usimami kabisa abadan. Ushazoea unasimamishwa na booster. Ushazoea kweli. Na kuna booster una muda inaishiwa nguvu. Sababu kadri unazidi kutumia zile dawa za kizungu ndio kadri unazidi kulitanua tatizo. Sawa. Kwa hivyo kuna muda tatizo litafika alikuwa alianza kutibika. Kama bangi, unavuta bangi sana utarudi kwenye sigara, lazima utafika mpaka kwenye unga. Kwa maana kama utakuwa umeshatumia hizo dawa za kizungu tulizotaja hapo au madawa tuliotaja hapo, lazimika uwe group C na matibabu yako lazima yawe 200 plus na matibabu yako kuanzia siku 21 plus, ufanywe recovery ya mfumo wa uzazi wote kuja kule katika hali ya kawaida na kuwa katika hali nzuri. Tunakuja tunazungumzia watu wa group D, tunazungumzia watu ambao wamepata matatizo ya nguvu za kiume kutokana na magonjwa kama tumesema hapa, TB, kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, shinikizo la damu, uzinzi, kaswende na gonorea, magonjwa ya moyo. Kutokana na haya magonjwa yamepelekea mwili wao kuwa very weak na huo mwili kupoteza kabisa performance ya nguvu za kiume. Na pia tunawazungumzia hapa watu wateja wote ambao washatumia dawa fulani za matibabu ya muda mrefu, labda mtu ashatumia dozi ya TB awamu 2, mwaka mmoja au miaka miwili, kwa anakuwa na combination ya sumu nyingi ambayo perfection ya mwili inakuwa ishapotea. Kwa inalazimika apate matibabu mazuri kutoa zile sumu mwilini na mwili uweze kuchangamka. Tukasema watu wa group D hapa wanabidi watibiwe kwanza sababu iliyopelekea nguvu zao kupotea. Ndio maana tukasema watakuwa wanalipia gharama za stage 3, stage ya kwanza, stage ya pili na stage ya 3, na kila stage gharama itabidi watoe kiasi gani? 200,000. Lakini kutokana na tatizo lilokuwa nalo. Kwa bana, hayo ndio maelezo kuhusiana na upungufu wa nguvu za kiume, sababu na dalili. Je, ni dawa gani hasa ambazo zinaweza zikasaidia kutibu haya matatizo yote na matibabu yakawa ni sahihi? Ndio tunaenda kwenye Jembe Mix. Jembe Mix. Kwa Jembe Mix ndio mkombozi kwa matatizo ya nguvu za kiume, ndio suluhisho la kudumu. Sijajua kama dawa nyingine kutokea. Kuna watu wanahisi dawa zetu ziko Tanzania. Kabla tujafika huko, lakini watu wanahisi kwanza Jembe Mix ni dawa moja. Jembe Mix kweli ni dawa moja, lakini pia ni jina la package. Ni dawa moja katika package. Ni complement. Watu wanasema shule wanajua hiyo ni complement. Yaani ni group ya dawa ambayo imepewa jina moja. Kwa hiyo sema ni complement katika union. Kama Simba kina nani? Simba na Yanga. Nikisema Yanga ni jina, lakini wachezaji wa Yanga ni 10 ngapi? Ubidi useme vipi? Simba na Yanga ni complement wa TFF. Hapo sawa. Kwa hiyo complement ni TFF ni union. Kwa hiyo bana, Jembe Mix ipo ndani ya Jembe Mix tena. Sawa. Kwa Jembe Mix ni jina ambalo limebeba package na pia ni dawa yenyewe kama yenyewe kujitegemea. Kwa hiyo hizi dawa ndugu zangu zinakuwa ni nyingi. Kama mtu wa group A atakuwa na sometime ana dawa mpaka 5, mtu wa group B ana dawa 6 mpaka 7, mtu wa group C ana dawa huyu mpaka sometime 11 mpaka 10, au group D ndio tena haielezeki. Maana mpaka ni step by step wanaanza. Hizo ni dawa tofauti, sio zenye kufanana. Sababu unaweza kufikia baada ya dawa 7 zinafanana chupa za Jembe Mix 7, hapana. Kwa hiyo kuna watu hapo kwanza matumizi kidogo kuhusiana na matumizi general, hizi dawa zinatumika vipi za Jembe Mix. Kwa mfano katika Jembe Mix kwa matumizi hasa kuna vitu 7 general, mara nyingi vinakuwa 6 pia general. Kwa hiyo tutajadili ambapo tutaweza kujadili. Kwa maana nyingi kuna dawa namba 1 ambayo unaweza kutumia inaitwa Clean Master. Clean Master inatumiwaje? Clean Master bwana inatumiwa vijiko 2 mara moja kwa siku. Kazi ya Clean Master? Kazi ya Clean Master bwana kusafisha mwili mzima, kunyonya sumu, kukata mafuta, vitu kama hivi. Kwa maana nyingine Clean Master nasemaga ni usafi wa nyumba. Kwa kabla hujaingiza vitu vyako ndani lazima utumie Clean Master kwa ajili ya kutoa sumu na takataka zote. Kwa utaanza kutumia dawa namba 1 ni Clean Master. Utaitumia kwa ajili ya kusafisha mwili. Baada hapo utaanza kutumia dawa zingine kama Jembe Mix
Jembe mix tutakuwa tunatumia kwa matumizi ya kunywa vijiko viwili kutwa mara 2 asubuhi na jioni au asubuhi na usiku. Pia tutakuwa kuna dawa inaitwa punyeto oil. Hiyo dawa ni kwa ajili ya kutibu athari za uume kusimama legelege. Kwa unakuwa unachua uume wako pale ili uweze kusababisha uume kuwa stangaga na kuimarika na kuwa vizuri. Kuna dawa zinaitwa mtani, watu wanasema mtani kwa simbi. Na watu wanazifahamu. Kuna dawa zinaitwa simbi pia unabidi uwepo unazitumia zile kwa ajili ya kuproduce kusimamisha uume vizuri na kujazilizia joto lidi, kuongeza mfumo wa nguvu za kiume kuwa vizuri na kuwa imara. Pia kulikuwa kuna dawa ya saikolojia. Ndio. Kwa ajili ya kubushi saikolojia iliyoathirika kwa sababu ushakata tamaa, huna imani kama utapona tena daima. Ushatumia dawa nyingi bila mafanikio. Sometimes kulikuwa kuna dawa ya visiki ya miti ambayo unaweza kuiloweka kwa ajili ya kunywa na kuongeza nguvu vizuri. Pia kuna dawa zinakuwa zipo nyingi. Katika hizo ni miongoni wa dawa ambazo zipo katika full package ya Jembe Mix. Lakini swali ni kwamba kwa nini hizi dawa zinakuwa zinauzwa bei nyingi, bei kubwa, 1,500,000, 120,000, 200,000, 200,000 na ngapi? Mabei yanakuwa ni mengi kwa sababu gani yanakuwa yanauzwa hivyo? Hamza Majombo, karibu. Bwana, si huwa tunaambia watu kawaida kwamba hatuuzi dawa tu bali tunauza nini? Elimu. Sawa? Kwa hiyo asilimia kubwa elimu tunayouza. Katika hizi dawa hujawaambia kwamba kila package hapo inakuwa na kitabu. Ambao kitabu kimeandaliwa na kitabu chenyewe kina formula 10. Na hizo ni dawa, ni kama dawa umepewa. Ndio. Umeona? Kwa hiyo kitu cha kwanza tunauza elimu. Sawa? Kitu cha pili dawa zetu ziko kwenye package. Sawa? Hizi ni dawa ngapi? Kwa mfano upewe dawa 7. Si ndio? Uambie kwa shilingi 1,150. Hebu ukigawanya hapo unapata ngapi? Unaweza kupata dawa moja 20,000. Sawa? Kama 25,000 ama 10,000. Hasa 20,000 sio hela kubwa, si ndio? Kwa sababu dawa ni mkusanyiko wa dawa nyingi. Ndio. Umepewa hizo. Umeuziwa na elimu. Ndio. Pia unapewaga na formula ya kuweza kuzitengeneza hizo dawa. Kwa hiyo kwa kumalizia hapo bwana, bei imekuwa ni kubwa kwa sababu tumeamua kuwasaidia jamii kwa watu kasema suluhisho la kudumu. Yaani kama ukikutana na sisi hautakuwa mtumwa wa kununua dawa tena abadani. Mara kwa mara. Kwa hivyo basi tumeamua kuandika kitabu maalum kinachotoa mafundisho jinsi ya kutengeneza hizo dawa tulizokupatia. Hicho kitabu kitakuwa ni mkombozi wa maisha yako yote. Hata kama nguvu za kiume zikipungua hutonunua dawa bali utakuwa na uwezo wa kutengeneza dawa mwenyewe kwa juhudi zako. Kwa hiyo utakuwa ile ujinga umekutoka. Umekuwa na elimu ya kutengeneza dawa. Kwa kumalizia sasa, nafikiri matibabu yamekuwa ni mazuri, watu wanashukuru, wanapona kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume sio ugonjwa, ni ukosefu tu wa elimu. Kwa hiyo tuna adjust elimu ilipokosekana pale, mtu anaimarika. Wale wakati tamaa wengi kwetu wamekuwa wamenufaika na kufaidika. Lakini kwa kuwazindua ndugu zetu wanaume, upungufu wa nguvu za kiume ndio una athari gani katika jamii? Ndio. Upungufu wa nguvu za kiume unapelekea ndoa nyingi kuvunjika kwa asilimia kubwa, wanaume wengi kudharaulika. Wewe mwanaume suruali na ushoga pia, kwa na ushoga. Wanaume yani watu kudhulumiwa kwanza kupo. Dhulumisha kubwa sana. Kwamba inafikia sasa hivi kwa sababu umeshindwa kumridhisha mkeo ndani, unaenda kudhulumiwa nje. Mimi naona nikitumia maneno makali, maana upungufu wa nguvu za kiume unapelekea kupigiwa. Mfano kali. Ndio udhahiri wake. Ndio kweli. Kuibiwa ama kuibiwa. Kuibiwa. Unakuwa unajituma katika juhudi kutafuta hela, lakini kuna mtu ambaye yeye kazi yake kutumia Jembe Mix. Kutumia Jembe Mix. Akimkamata mwanamke wako, shughuli yake sio mke wako mpaka anakufyonza. Mbona mbadilika mke wangu? Mambo yako yanakuwa vipi? Kwa hiyo bwana, hayo ni maelezo marefu yenye kutosheleza kuhusiana na masuala ya Jembe Mix. Kwa tunapatikana Dar es Salaam Kigamboni Tuangoma hapa. Kwa kama utakuwa na wasa utakuja kututembelea ofisi kwetu kuweza kupata hizo package, lakini zinapatikana sehemu nyingine kama Kahama, Mwanza, ndio sawa, Zanzibar, Tanga, sawa, zipo Marekani, zipo Kenya, ndio sehemu nyingi, Burundi, Sweden. Basi ni sehemu zote zinapatikana. Kwa kama umeyasikia audio, alikutumia audio ndo wakala husika, bila wasiliana naye kwa kifupi, akupe dawa original kama tulivyokutajia hizo hapo, na nafikiri picha ya dawa inafahamika, zishaonekana full package uweze kutumia na zikamilike kikamilifu. Tunawashukuru sana. Karibu.